Baada ya kiongozi wa mashtaka Fatu Bensouda na wakili anayewakilisha waathiriwa Wilfred Nderitu kutoa taarifa zao za ufunguzi, aliyefuata kutoa taarifa yake alikuwa Karim Khan, wakili wa naibu rais William Ruto. With the leave of the chamber. But thereafter, Khan aliambia mahakama kwamba mawakili wa Ruto watatoa ushahidi wa kuonyesha kwamba kiongozi wa mashtaka alikuwa tayari ashamlenga Ruto hata kabla ya mahakama ya ICC kutoa idhini ya uchunguzi dhidi ya kesi ya Kenya kufanyika. Your Honor, one day after this case is over, either withdrawn or dropped or not guilty verdicts entered, there will have to be an inquiry, whether it's a judicial commissioned inquiry or an inquiry by the Assembly of State Parties. How was it that somebody innocent, I'm not saying not guilty, somebody innocent has come before this court to answer charges that will be shown to be patently false? We need to do thorough, credible investigation. Huku Khan akionyesha kanda ya Ruto kutoka maktaba ya kuonyesha kwamba yeye amekuwa kwenye mstari wa mbele kutaka ukweli ujulikane bila kuogopa mkono wa sheria. Our Criminal Investigations Department, our NSIS, give them the support they need to help us sort out our problem. Perhaps with all this talk of oranges, bananas, it's only fair, and forgive me, the prosecution have slipped on a few banana skins on the way. They've got it so obviously wrong. Kwa misemo, Khan alidai upande wa mashtaka umekuwa ukitapatapa bila mwelekeo. Alisema mteja wake anataka mashahidi watoe ushahidi bila kuogopa na hatimaye wale waongo watatambulika. And Your Honours will need to be exceptionally vigilant in this case to unravel and unmask what we say is a very clear and glaring conspiracy of lies. Alisema ataonyesha mahakama kwamba Ruto si mkabila na hana tamaa ya uongozi jinsi alivyotajwa na kiongozi wa mashtaka. Mtu kama umenunua shamba hapa, umetoka Western, umetoka Pokot, umetoka Lamu, umetoka Vanga na uko na shamba yako hapa ni nyumbani kwako. Kinyume na madai, Khan alisema Ruto akiwa kwenye upinzani alikuwa akihimiza jamii za mkoa wa Bonde la Ufa kuishi pamoja kwa amani. Vilevile alisema Ruto alikuwa kwenye mstari wa mbele wa kuhimiza amani wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. And therefore we are going to call for mass action countrywide. Peaceful mass action, peaceful demonstration. It is very clearly William Ruto who utters the words peaceful. He wasn't center stage. It's a whisper to the leader of the ODM, Raila Odinga. It's a qualification, and it's a qualification that is very important to William Ruto regarding democracy and the rule of law. Katwa Kigen, wakili wake Joshua Arap Sang, atawasilisha taarifa yake hapo kesho. And in the Rift Valley, Alex Chamwada, Citizen Nipashe. And injuries and approximately